Elea kwa masomo kwa muhula wa pili, na sasa tufululize hadi katika kaunti ya Kisii aliko mwandishi wetu Alfayo Kombo atatuchorea taswira kamili ya siku ya kwanza ya ufunguzi wa shule kwa muhula wa pili. Kombo. Mimi nakupata vyema kabisa kutoka kaunti ya Kisii ambapo nenda kuzungumza na baadhi ya wazazi ambao wapo hapa. Tutakuwa nazungumza nao watueleze hasa wakati ambapo shule zinafunguliwa. Lakini ukitazama kweli sio shule nyingi ambazo wanafunzi wameonekana wakirejea. Wanafunzi, idadi ya wanafunzi wanaonekana katika masteni ya magari ni wachache mno. Lakini tutakuwa nazungumza nao, pengine ukiweza kukaribia hapa utueleze ni kipi kile ambacho unahisi kimechangia idadi kidogo ya wazazi. Wengine wakiwa wanazungumza wakisema kwamba sherehe ya Pasaka imeshikana, imefungamana karibu sana na vile shule zinavyofunguliwa. Wengine pale kwa maduka wengi wanasema kwamba wazazi hawajaenda kununua vitabu kama kawaida. Wewe kama mzazi, pengine unasema ni kipi ambacho kimechangia haya? Mimi kwa maoni yangu naona gharama ya maisha iko juu sana. Wazazi wengi hatuna pesa, na watoto wetu pia tulikuwa tumewasaisha Pasaka. Kila Pasaka tunafanya sherehe kidogo kama ile ya Christmas. So tumepatwa off guard kidogo. Tunataka hata wengine wetu tunaenda kwa shule kuomba walimu wakuu waturuhusu watupatie wiki moja mbili ili turudi nyumbani tujipange tutafute school fees. School fees yenyewe iko juu na wazazi hatuna chochote. Hiyo ndio inafanya watoto wetu wengi hawajaenda. Kama mimi naenda kwa shule, naenda kuambia mtoto wangu nafasi ili mwalimu amruhusu aingie nipatie wiki mbili tatu ndio tujipange. Ni vile tu Kenya iko gharama ya maisha iko juu sana. Pengine tukiangalia kwamba kuna baadhi ya wazazi pia wamekuwa wakilalamika kwamba baadhi ya shule zimeweza kuongeza karo. Wewe kama au pesa fulani katika shule, wewe kama mzazi, je, ombi lako lingekuwa lipi? Mimi ningeonelea Minister wa Education aangalie sana. Wacha react vile Matiang'i alikuwa akireact. Unaona every term tunaambiwa tuchukue rim paper. Hiyo ni 1000 every term kila mtoto. Kama watoto wako 3000, hizo ni rim paper every term 30000. School fees yenyewe iko juu. Kwenda kwa uniform nao tunalipishwa juu sana. Siku hizi biashara yenye iko kwa shule iko juu sana. Ukienda kucomplain unaambiwa chukua mtoto wako uende naye. Kwa hivyo walimu wakuu ndio wanatusumbua sana. Asante sana. Pia tuweze kupata naye tuulize. Wewe unahisi vipi hasa wakati shule ambapo zinafunguliwa back to school? Tazama pale. Mimi kwa upande yangu naona ni mbaya sana kwa walimu wakuu, sababu kuna vitu wameongeza kwa shule ambayo inatumiza kama sisi wazazi. Sababu mtoto akienda shule kuna pesa mwalimu anaweza sema ati pesa fulani, ati tulisema pesa fulani ya kufanya hii na hii na hii ambayo haiko kwa upande wa school fees. So mimi kwa upande wangu nasema walimu wakuu watupee heshima hata sisi, sababu tunatafuta. Naam, sana. Pia tuweze kupata mzazi wa mwisho. Je, wewe unahisi wakati tunashuhudia idadi chache, tumetoka katika sherehe za Pasaka na wazazi wengi wanahisi kwamba hawana kitu mfukoni, shule zinafunguliwa na baadhi ya shule zimeweza kuongeza ada fulani pale shuleni. Wewe kama mzazi, maoni yako ni yapi? Jambo la kwanza, siwezi nikaweka lawama kwa walimu wakuu wa shule, kwa sababu mtaala huu mpya ambao unaitwa CBC sio mtaala ambao ni rahisi sana, kwa sababu ni mtaala ambao kila kipengele kinahitaji mzazi achangie, shule ichangie, na haswa serikali pia ichangie. Kwa hivyo kile ambacho ningeomba serikali yetu, ikiwa inatenga karibu bilioni 600 kwa upande wa elimu, bilioni 600 kwa upande wa elimu, kwa hivyo ni lazima pia sisi kama wananchi tuelezewe wazi kinagaubaga ya kwamba hizi bilioni 600 zimetumika vipi. Na mambo ya capitation in schools, pesa zimetumwa shuleni, ndiposa hawa walimu wakuu wasije wakaweka watoto nyumbani, kwa sababu unaweza pata capitation haijatumwa mashule. Kama capitation haijatumwa mashule, wewe kama mwalimu mkuu, mwalimu msimamizi wa shule, unaweza ukafanya nini? Kwa mfano, watoto wanafanya mitihani, wanahitaji karatasi za kufanya mitihani, hizi tunaita rim papers.
huna rim papers na serikali kuu haijakupa capitation ya kununua rim papers, inamaanisha hata wanafunzi hawawezi kufanya mtihani. Kwa hivyo tusije tukalawamu walimu wakubwa pekee kwa shuleni. Sisi tuilaumu serikali yetu ya kwamba ile pesa ambayo imetengwa almost 600 billion inatumika vipi katika mtaala huu wa CBC. Sio hayo pekee. Ukija kwa upande wa uajili walimu wamepungua kwa shule. Saa hii ndio serikali inafanya retooling of teachers. Some are not aware of what is happening. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu ikae chini na waziri wa elimu, wakae chini washirikishe wazazi na sekta yote ya elimu ili tuweze kushughulikia elimu yetu katika nchi yetu ya Kenya. Naam, asante sana Adrian. Kama ulivyoweza kusikia, ndo tu baadhi ya kauli za wazazi hasa katika stage hii ya Kisii, wakizungumza tu kuhusiana na idadi chache inayoshuhudiwa wanafunzi wanaorejea, ingawa tu shule nyingi zilikuwa zinafungua siku hii ya leo. Sina la ziada ila kurejesha usukani kwako studioni. Jina langu ni Kombo Alfayo. Asante sana Alfayo Kombo, mwanahabari wetu kutoka gatuzi hilo la Kisii, akitujuza na kutuchorea taswira kamili ya hali ilivyo siku hii ya kwanza wanafunzi wanaporejea shuleni kwa muhula wa pili.